Alizaliwa Machi 14 mwaka 1988. Ni afisa wa jeshi na mwanasiasa kutoka nchini Burkina Faso ambaye ameshika madaraka kama rais wa mpito wa nchi hiyo tangu mwaka 2022 na kuchukua mamlaka ya nchi hiyo mwezi Septemba mwaka 2022, akimuondoa rais wa mpito Paul Henri Sandaogo Damiba kupitia mapinduzi ya kijeshi. Akiwa na umri wa miaka 37, kwa sasa ndiye kiongozi wa pili kwa uchanga duniani. Katika kipindi chake cha uongozi amejaribu kuiweka nchi mbali na mamlaka ya zamani ya kikoloni Ufaransa, na amekuwa na mchango mkubwa katika kuanzishwa kwa muungano wa mataifa ya Sahel. Ninayemzungumzia hapa si mwingine bali ni mwamba kabisa, rais wa Burkina Faso Ibrahim Traoré, ambaye amepambana kwa kiasi kikubwa mpaka kuifikisha nchi pale ilipo. Ungana nami Hamza Msaji katika kumfahamu kiundani zaidi, na hii ni Morning Launch. Maisha ya awali. Ibrahim Traoré alizaliwa Kera, Bondoukou, mkoa wa Bonu, tarehe 14 Machi 1988. Baada ya kupata elimu yake ya msingi huko Bondoukou, alihudhuria shule ya upili mjini Bomo Dioulasso, ambako alijulikana kuwa mtulivu na mwenye kipaji kikubwa. Kuanzia mwaka 2006, Ibrahim Traoré alisoma jiolojia katika chuo kikuu cha Ouagadougou na kuwa mwanachama wa chama cha wanafunzi Waislamu na wa Maksi walioitwa ANEB. Katika chama hicho cha mwisho alipanda hadi kuwa mjumbe na alijulikana kwa kutetea wenzake katika migogoro. Alimaliza masomo yake ya chuo kikuu kwa heshima. Traoré alijiunga na jeshi la Burkina Faso mwaka 2009 na alihitimu kutoka chuo cha kijeshi cha Georges na Moano na kutumwa Morocco kwa mafunzo ya kupambana na ndege za kivita kabla ya kuhamishiwa katika kikosi cha miguu huko Kaya, mji ulioko kaskazini mwa Burkina Faso. Ndiyo, akiwa amepandishwa kuwa luteni mwaka 2014, Traoré alijiunga na MINUSMA, kikosi cha usalama wa amani cha Umoja wa Mataifa kilichohusika katika vita vya Mali. Mwaka 2018 alitajwa kama mmoja wa askari wa Tombouctou. Baadaye alirejea Burkina Faso ambako alishiriki katika operation dhidi ya uasi wa kijihadi uliokuwa ukiongezeka. Traoré alipigana huko Djibo katika operation Otapunu ya mwaka 2019 na katika operation nyingine nyingi za kupambana na uasi kaskazini mwa nchi hiyo. Alipandishwa cheo kuwa nahodha wa jeshi mwaka 2020. Baadaye Traoré alisema kuwa alianza kukata tamaa na uongozi wa nchi yake kipindi hicho baada ya kuona ukosefu mkubwa wa vifaa miongoni mwa wanajeshi wa Burkina Faso, huku wanasiasa wakigawa masanduku ya pesa kwa ajili ya rushwa. Taratibu akawa msemaji wa wanajeshi waliokuwa wakihudumu kaskazini waliokuwa wakilalamikia serikali yao. Traoré alikuwa sehemu ya kundi la maafisa wa jeshi waliounga mkono mapinduzi ya Januari 2022 Burkina Faso na kuleta vuguvugu la wazalendo kwa uokoaji na urejeshaji serikali ya kijeshi madarakani. Kuanzia Machi 2022 alihudumu kama mkuu wa kikosi cha mizinga huko Kaya. Wengi wa waliounga mkono mapinduzi ya Januari walivunjika moyo na utendaji wa Paul Henri Sandaogo Damiba, kiongozi wa serikali ya kijeshi, kutokana na kushindwa kwake kudhibiti uasi wa kijihadi. Traoré baadaye alisema kuwa yeye na maafisa wengine walijaribu kumshawishi Damiba kuzingatia tena vita dhidi ya waasi, lakini hatimaye wakaamua kumpindua kwa sababu malengo yake yalikuwa yakitoka nje ya waliokusudia. Hali ya kutoridhika ilikuwa kubwa zaidi miongoni mwa maafisa vijana waliokuwa wakipambana na waasi mstari wa mbele. Aidha, kulikuwepo ucheleweshwaji wa mishahara kwa wanajeshi wa Cobra. Wakati wa mapinduzi ya 30 Septemba, Traoré alikuwa bado na cheo cha nahodha. Operesheni hiyo ilitekelezwa kwa msaada wa kikosi cha Cobra. Mara baada ya mapinduzi, Traoré alichaguliwa kuwa kiongozi mpya wa vuguvugu la wazalendo kwa uokoaji na urejeshaji. Mnamo tarehe 6 Oktoba, alichukua pia nafasi ya rais wa mpito kama kiongozi wa taifa. Mkuu wa juu wa majeshi aliahidi awali kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia
mwezi Julai mwaka 2024. Ujio wa urais wa mpito. Traore aliingia madarakani akiahidi kurekebisha usalama wa Burkina Faso haraka, akisisitiza kuwa kurejesha amani ndilo lengo lake kuu. Mnamo Januari 2023, alitangaza mobilization general, uhamasishaji wa jumla wa raia kushiriki katika vita dhidi ya waasi wa Kiislamu. Katika uongozi wake, Traore alitofautiana zaidi na Ufaransa, taifa lililotawala zamani, na kuimarisha uhusiano na Urusi. Vikosi vya wanamgambo wa Urusi Wagner Group vilihusishwa na uwepo katika Burkina Faso, ingawa serikali ya Traore ilikanusha rasmi kuwa imeingia makubaliano yoyote na kundi hilo. Aliituhumu Ufaransa kwa kutoa hifadhi kwa magaidi, akimaanisha viongozi waasi waliokuwa wakiishi uhamishoni. Katika jitihada za kuimarisha uhusiano wa kikanda dhidi ya vitisho vya kigaidi, Traore alisaidia kuanzisha muungano wa nchi za Sahel pamoja na viongozi wa Mali na Niger. Mkataba huu wa ulinzi wa pamoja, unaojulikana kama Charter of the Liptako Goma, unalenga kuimarisha usalama wa nchi hizi tatu dhidi ya tishio la magaidi na uingiliaji wa mataifa ya kigeni. Na huyo ndiyo Ibrahim Traore, rais wa mpito wa kijeshi wa Burkina Faso. Hii ni Morning Launch.